na masuala ya siasa tukichanganya na masuala ya sheria, tukiwa tunapata elimu vizuri. Bwana, kumbushe tumekuwa na ripoti hapa tuliisoma juzi kuhusiana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akiandikia barua Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ikionyesha nia ya kusitisha usajili wa kuipiga faini kwa madai ya kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa pamoja na masharti ya usajili. Hiyo ni miongoni mwa story ambayo kwenye siasa imekuwa ikizungumzwa. Leo pia nilikupa nyingine kutokea kwenye magazeti, ambapo ni taarifa kutoka kwenye gazeti la Nipashe. Pia wameiweka taarifa hiyo ikieleza kuwa mwenyekiti wa UWT Mary Chatanda ameleta kamzozo baada ya ofisi ya msajili kuilima barua CCM ikiipa siku 9 kujieleza kwa kauli ya kiongozi huyo aliyedai akipewa dakika moja kuna watu watapotea. Sasa CCM kwa mujibu wa gazeti hili imeandikiwa barua ieleze kwamba bana kiongozi wenu alikuwa anamaanisha nani apotee na atatumia njia gani kumpoteza huyo aliyesema atapoteza. Yote hayo ni kwenye siasa. Sasa lengo letu leo ni kutazama kwa kina masuala yanayoendelea kwenye vyama vya siasa. Ukisoma ile ya Chadema inaeleza mambo mawili: kusitisha usajili au kukipiga faini chama hicho kwa madai ya kukiuka sheria ya vyama vya siasa. Lakini pia katika barua hiyo inaeleza kwamba ilikitaka chama hicho kiwasilishe maelezo ofisini kwake kikieleza kwa nini kisichukuliwe hatua za kisheria. Tunaye wakili William Madu ambaye tutapiga naye story hapa kuchambua kisheria aweze kutupitisha kwenye maeneo hayo kisheria, kutazama inawezekana vipi, vyama vinahitajika kufanya nini kisheria ili viwe salama, vinahitajika kuto kufanya nini na ni kipi ni haki zao kufanya. Yote hayo tutakuwa tukiyazungumza. Shwari ndugu yangu. Salama sasa. Mambo anasemaje? Mungu ni mwema sana. Habari za siku. Tunaona siku nyingi kidogo. Mwaka huu sijafika hapa. Mwaka huu kidogo huja. Mambo yamekuwa mengi kidogo. Kwa biza na shughuli mbalimbali. Bwana, karibu sana. Tuanze na hili la ambayo nimeanza kulitambulisha hapa. Ili chama cha siasa kiwe salama kisheria, kiwe kinafanya kazi zake kwa mujibu wa sheria, kinatakiwa kiwe kinapita maeneo gani? Asante. Kwanza nafikiri kwa kuweka tu msingi ni kwamba kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba ya Tanzania ya mwaka 77 ndio msingi wa utendaji kazi wa vyama vya siasa, kwa sababu ndio vinaanzishwa kwa mujibu wa ibara ile, na inatamka wazi kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia yenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, na nayo ni katika falsafa ya kijamaa. Kwa hiyo vyama vingi vya siasa sio hisani katika nchi, viko kwa mujibu wa katiba ibara ya 3. Lakini pili ni kwamba msingi mkuu wa shughuli za vyama vya siasa unaopata ibara ya 20 ya katiba. Hapo inazungumzia uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kufanya shughuli mbalimbali na masuala mengine kadha wa kadha ambayo yanafaa na hayo. Lakini ibara nyingine utaipata katika ibara za ambazo zinazungumzia uchaguzi kwa ujumla. Kwa mfano utakuta ibara ya 67, ibara ya 47, ibara ya 39, ibara ya 74. Zote hizo zinazungumzia masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo hapa nchini vyama vya siasa viko kwa mujibu wa katiba. Lakini la pili sasa ni kwamba katiba haiwezi kusema kila kitu. Serikali kupitia bunge ikaamua kutunga sheria. Sheria ambayo inaitwa sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 na marekebisho yake au wanasema urekebu wa mwaka 2023. Ukisoma sheria ile inaweka msingi sasa wa mwenendo ufanyaji kazi wa vyama vya siasa. Inaanzisha ofisi ya mtu anaitwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ambaye moja kazi yake pamoja na mambo mengine itakuwa ni kusajili vyama vya siasa, lakini pia kuratibu shughuli mbalimbali za vyama vya siasa. Sasa muuliza swali kwamba ili chama cha siasa kiwe salama katika kufanya kazi zake kinapaswa kufanya nini? Kwanza tunakubaliana kwamba kila taasisi hapa nchini, iwe ni ya umma au ya binafsi, inafanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni ambazo nchi tumejiwekea. Na hata kama vyama vya siasa ni kwamba ni taasisi za umma, kwa hiyo pia wanapaswa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni. Sasa kuna masuala ambayo chama kikimesa, yani kikifanya makosa, inaweza kuchukuliwa hatua. Kwa mfano tuanze na chama chenye usajili wa muda, yani provisional, kwa sababu kwenye usajili wa vyama vya siasa
kuna hatua kuu mbili. Kuna usajili wa muda kwa maana ya provisional registration na kuna usajili wa kudumu kwa maana ya permanent registration. Sasa chama ambacho kina usajili wa muda kwa maana ya provisional registration, kuna masuala ambayo kikiyafanya wakati kina usajili wa muda msajili na mamlaka ya kutokisajili au kukipatia usajili wa kudumu. Kwa mfano, ukisoma kifungu cha 19 fungu kidogo cha pili cha sheria ya siasa kinazungumza wazi kwamba chama chenye usajili wa muda, yani provisional registration, kikifanya yafuatayo: mfano moja, kuwa na kauli au siasa ambazo zinaonekana kuvunja muungano, yani siasa zenye mwelekeo wa kuvunja muungano. Lakini pili ni kwamba chama hicho kinaonekana kufanya siasa za upande mmoja, yani kwa mfano kinafanya siasa za bara peke yake au Zanzibar peke yake. Lakini tatu, chama hicho kinaonekana kuwa na siasa ambazo zinahamasisha ukanda, ukabila na udini. Lakini nne, chama hicho kinaonekana kuruhusu makada wake, viongozi wake kutumia lugha za kashfa, za matusi ambazo kwa muono wake au kwa asili yake zinaweza kusipelekea uvunjifu wa amani. Sasa msajili akijiridhisha kwamba katika muda ambao kilikuwa kinafanya shughuli zake katika sasa muda, lengo la kuwa na usajili wa muda ni kutoa muda wa uangalizi, ni kufanya muda wa kupima, kupima mwenendo wa chama husika, uwezo wa chama husika. Sasa msajili akijiridhisha kwamba katika muda ambao kilikuwa kina usajili wa muda, haya ambayo nimetaja itokea, basi msajili atachukua jukumu kwa mujibu wa kifungu cha 19(2) la kutokipatia chama hicho usajili wa kudumu. Lakini kwa chama cha usajili wa kudumu kwa maana ya permanent registration, vyama vingine hivi kama CCM, Chadema na wengine ambao tayari wanasajili wa kudumu, ni masuala makubwa matatu ambayo yanaweza kupelekea chama cha siasa kuweza kusitishwa kufanya shughuli zake au kufutwa usajili. Jambo la kwanza, kwa mujibu wa kifungu cha 29 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya siasa, ni kwamba hivi vyama vya siasa vyote hivi vinapaswa kwa mujibu wa katiba za vyama vyao kila baada ya miaka labda 5 kwa mujibu wa katiba ya chama husika. Miaka 5, wengine 4, wengine 3, wengine 7, kutegemea na katiba yenu ambavyo yenyewe mmekubaliana. Vinapaswa kuitisha mkutano mkuu wa chama husika kwa ajili ya uchaguzi wa viongozi wakuu wa kitaifa. Utaona kwa mfano Chama cha Mapinduzi, Chadema, vingi vyama vingi hapa nchini katiba zao ni miaka 5. Kwa kila baada ya miaka 5 mnapaswa kuitisha uchaguzi wa kitaifa, kuchagua viongozi wenu wa kitaifa. Na actually ni kwamba uchaguzi huo utakuwa kuanzia ngazi za chini, ngazi za matawi, shida, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa, na wengine wana ngazi mifumo ya kikanda, wengine wana mfumo ya majimbo kutegemea na katiba yenu wenyewe. Na muda ule ukiisha miaka 5, sheria inasema kwamba chama husika kina uwezo wa kumwandikia msajili wa vyama vya siasa kumtaarifu kuomba muda wa ziada. Na muda huo wa ziada ambao msajili atatoa kwa mujibu wa sheria hautazidi kipindi cha miezi 6 tangu kuongezwa kwa muda huo. Sasa chama kikishindwa kutekeleza jukumu hilo la katiba na kuchagua viongozi wake kwa mujibu wa katiba ya chama husika, basi msajili anaweza kuchukua hatua ama kusitisha usajili wa chama husika au kukifutia usajili huo. Lakini jambo la pili ambalo chama chenye usajili wa kudumu kinaweza kufutiwa usajili au kusitisha usajili wake ni kwamba chama hicho kikishindwa kuwasilisha tamko la mali za chama husika, madeni, michango ya wahisani, hawa na chama husika na kiani kwa maana ya founders wa chama na kianani, mwaka mmoja baada ya chama hicho kupata usajili wa kudumu. Naomba kurudia kidogo hapa kwamba chama kimesajiliwa leo, let's say 2026, mwaka mmoja baada ya chama hicho kupata usajili wa kudumu, kinapaswa kwa mujibu wa kifungu cha 30 fungu kidogo cha kwanza kuwasilisha tamko la mali za chama, madeni ya chama, asset za chama, michango ya chama, wahisani ambao wanachangia michango hiyo, pamoja na waanzilishi wa chama husika. Sasa mwaka huo ukiisha, chama hicho hakijawasilisha tamko husika tangu kipate usajili wa kudumu, basi kwa mujibu wa kifungu cha 31 kinaweza ama kusitisha usajili wake au kufutiwa kabisa. Lakini mazingira mengine ambayo ni ya tatu sasa ni kwamba ikitokea chama hicho kimepeleka tamko la mali za chama, michango ya chama, wahisani wake na founders wa chama husika, lakini tamko ni la uongo kwa mujibu wa kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili, basi msajili akiridhia kwamba tamko hilo ni la uongo au ni la kufoji, basi anaweza kuchukua jukumu la ama moja, kukiandikia chama husika kusitisha usajili wake,
au kufuta kabisa usajili. Lakini eneo jingine ambalo la 4, mazingira ya 4 ni kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 46 cha sheria ya vyama vya siasa kinaweka takwa la kwamba kinatoa jukumu kwa chama cha siasa kuwadhibiti au kuwashauri makada wake kufanya siasa ambazo zinaonekana ni siasa za kuhamasisha umoja. Sasa kwa mujibu wa sheria ni kwamba ikitokea mwanachama wa chama cha siasa, mwanachama mmoja ametoa kauli ambazo zinaonekana kuwa ni kiuka sheria, kiuka taratibu, basi msajili pia anaweza kumsimamisha, sio chama, kumsimamisha mwanachama huyo kufanya siasa kwa muda fulani personally, kwamba wewe X au Y umeenda jukwaani, umetoa kauli ambayo inaonekana kwa nature yake au asili yake ina sura ya kupoteza amani ya nchi, au inaonekana kuna mwelekeo fulani ambao sio kiungwana, basi msajili atakiandikia chama cha siasa husika akitaka kimsuspend au kimsimamisha kufanya shughuli za kisiasa, ikiwemo kugombea la ubunge, udiwani au rais, mwanachama ambaye ametoa kauli hizo ambazo sio za kiungwana. Kwa ujumla ni kwamba Mtei, sheria yetu ya vyama vya siasa iko very clear. Imeweka mgawanyiko wa masuala ambayo yakifanyika na chama chenye usajili wa muda hatua za kuchukua, lakini pia sheria imeweka utaratibu wa chama chenye usajili wa kudumu. Kikiuka sheria hatua gani chukuliwe? Sheria imeweka bayana. Tukae hapo kwenye sisi tunazitumia hizi sample mbili kama matukio ambayo ni ya hivi karibuni yaliyoleta mjadala kwenye vyama vya siasa hivi. Kwa mfano hili la Chadema, kwa mujibu wa barua ambayo imekuwa ikiandikwa na baadhi ya vyombo vya habari, inaeleza kwamba moja kati ya kitu ambacho wanatakiwa pia wakielezee Chadema, watoe maelezo, ni kauli ya kiongozi John Heche kuhusu kuwahamasisha wanachama wake waandae maandamano kwa ajili ya kushinikiza mwenyekiti wao aachiwe, mwenyekiti ambaye yupo kwenye kesi ambayo kisheria ipo mahakamani. Msajili anaona ni kama anahamasisha kitu ambacho kiwezekana kwa sababu tayari kuna kesi mahakamani. Kwa hiyo watu wa chama kinaweza kikaleta taharuki zaidi. Umezungumza kuhusu mwanachama kusimamishwa. Vipi kuhusu ikitolewa kauli ambayo imeleta utata kwa kiongozi wa chama? Ya kwanza nafikiri ni muhimu sana wananchi wakafahamu kwamba katika swala hili kuna masuala ambayo yatakuwa yazingatiwe ya aina kuu tatu. Jambo la kwanza ni kwamba Mtei, maandamano ni haki ya katiba, ipo kwa mujibu wa katiba ibara ya 20. Lakini la pili, licha kwamba ni haki ya katiba Mtei, ni kwamba maandamano nchi hii si automatic. Mimi nikisema nitaandamana kesho Mtei, haki hiyo si automatic. Kuna taratibu zingine za kufuata ili tekeleze haki hiyo. Kama itakuwa ende polisi toe taarifa 7-8 kabla ya maandamano kwamba nitaandamana tarehe fulani, kwa naomba ulinzi, nitapita hapa na hapa na hapa. Na kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 43 mpaka 46 na sheria ya vyama vya siasa inazungumza kwamba jeshi la polisi linaweza kukubali haya maandamano yafanyike au kukataa. Na sheria inasema likikubali litatoa ulinzi na kuweka mwongozo wa maandamano yapite njia gani. Likikataa litakataa kwa maandishi, huku likiainisha sababu za kufanya hivyo. Kwa la kwanza ambao nataka pia tuweke msingi na wananchi waelewe ni kwamba na mamlaka zielewe ni kwamba maandamano licha kwamba ni haki ya katiba lakini si automatic. Kwa mtu akisema tutaandamana kesho kutwa Mtei, ni kwamba tutategemea atafuata taratibu ambapo kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kutoa taarifa polisi saa 7-8 kabla ya maandamano kufanyika. Na polisi wana uwezo kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, jeshi la polisi kukubali maandamano kufanyika na kuelekeza utaratibu wa namna gani hao waandamanaji yafanyike. Lakini cha pili linaweza likataa, na sheria inasema likataa litoe sababu kwa nini linakataa maandamano hayo yasifanyike. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni kwamba nitegemea sasa ofisi ya msajili isubiri tarehe 2 tangazo la maandamano tuone. Sababu mpaka saa hizi Mtei ni kwamba jeshi la polisi halijasema chochote. Haisema kama linaruhusu maandamano hayo au haliruhusu. Kwa hiyo leo Mtei, jeshi la polisi likasema tunaruhusu maandamano yafanyike. Huku umewaandikia barua msajili ukitumu kwamba kauli zenu maandamano hayo ni kinyume cha sheria. Halafu polisi wakasema andamaneni, tutawalinda lakini mfuate taratibu 1, 2, 3. Kwa hiyo kuna masuala ambayo mwisho msajili amepaka mamlaka ambayo sio ya kwake, kwamba yeye angesubiri ofisi kwa maana jeshi la polisi liseme. Sasa mpaka saa hizi polisi hawajasema chochote. Nakumbuka Mtei kwamba maandamano ni swala la kisheria, lakini pia anayelisimamia
sio msajili. Kwa mujibu wa sheria maandamano yako chini ya jeshi la polisi. Kwa tungesubiri tuone jeshi la polisi linasemaje juu ya kauli hiyo. Je, maandamano yafanyike yasifanyike? Kwa sababu leo msajili anasema hiyo ni tuhuma, kaandikia barua fine. Hotif kesho jeshi la polisi likaja na taarifa likasema maandamano hayo yameruhusiwa. Hiyo ni hoja ya kwanza, kwamba maandamano yanakuwa regulated na mamlaka nyingine ambayo ni polisi, ambao mpaka leo hawajasema chochote juu ya kauli hiyo. Lakini la pili ni kwamba jambo lote ambalo linaonekana kuwa na kauli ya kichochezi, nchi hii tuna sheria ya makosa ya kichochezi, ni kosa la jinai. Kwa kuna mamlaka zingine ambazo zinapaswa kushughulikia mambo hayo. Kama Mheshimiwa John Heche kuna sema ametoa kauli yenye viashiria vya jinai vya kihalifu, siamini kama msajili mamlaka sahihi ya kutaka kuingilia kulifanyia kazi. Nitegemea nione sema mamlaka zipo. Polisi, jeshi la polisi lipo, DCI yupo, DPP yupo. Mheshimiwa Heche ni Mtanzania, yuko anaishi hapa. Mamlaka hizi za kijinai zitamuita kama kuna sehemu kuna kosa, zitamuita, zitamhoji, zitafanya uchunguzi na upelelezi. Kama kuna kosa, mahakama zitapelekwa mahakamani. Kama hakuna kosa, ataendelea kufanya shughuli zake. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba ukija na barua unasema kwamba kauli zako au kauli za fulani na fulani ni za kichochezi, bwana Mtei. Msajili sio mahakama na huwezi kudetermine uchochezi kwa kuandika barua kwa kusikiliza. Maana hii ni sayansi ya watu wengine, ni mamlaka ya watu wengine. Kwa kwenye hili pia naona kwa maoni yangu kama wakili kwamba pia mheshimiwa msajili ambaye ni judge kwenye hili pia amejelekeza vibaya. Kama kuna kauli ya kichochezi, tuviachie mamlaka zingine za kiuchunguzi. Polisi, DCI, DPP watamchunguza mhusika, watamuita. Kama kuna kesi Mtei, mahakama zipo. Lakini la tatu kwenye eneo hilo Mtei ni kwamba nimekusomea kifungu hapa cha 46 kinazungumza kwamba inapotokea ilifanyika kosa. Kwa mfano kwenye barua imenukuu kauli za watu mbalimbali. Imenukuu Mheshimiwa Heche, imenukuu mtu mmoja anaitwa Oliver ni kiongozi wa Korogwe, imenukuu makada wengine mbalimbali, imenukuu makada mbalimbali wa Chadema. Ni kwamba Mtei kwa mujibu wa sheria za nchi hii, sheria imesema kwamba inapotokea mwanachama mmoja ndani ya chama anakengeuka au anakana kwenda kinyume na sheria, hatua za kisheria zitakuwa zichukuliwe dhidi ya mwanachama husika, sio dhidi ya chama. Kwa sababu Mtei ni kwamba mwanachama ambaye yeye yupo ndani ya personally, chama. Yes, personally. Kwamba kama kauli ametoa yeye binafsi, sheria inasema achukuliwe hatua yeye. Hapana, achukuliwe hatua na chama au na msajili. Hapana, msajili personally. Sheria inasema msajili sika au wait, sheria inasema msajili atakiandikia chama cha siasa kukitaka kimsimamishe mwanachama husika kufanya siasa, ikiwemo kugombea. Kifungu cha 46 kifungu kidogo cha kwanza sheria ya siasa inasema kwamba mwanachama mmoja atakayeonekana kwenda kinyume na sheria ya siasa, msajili atamwandikia barua katibu mkuu wa chama husika akimtaka kumsimamisha mwanachama husika kufanya siasa including kugombea. Lakini jambo jingine ni kwamba kwenye hapa Mtei ndo la msingi ni kwamba chama cha siasa Mtei ni taasisi kubwa, kina watu ndani wengi wenye misimamo tofauti. Ukitaka chama cha siasa kimdhibiti chama na chama wake, hoja ni kwamba tu je, kauli ya Mheshimiwa Heche as an individual au kauli ya kiongozi wa Korogwe as an individual au kana juzi ya Chatanda as an individual ni msimamo wa chama? Tutakuja kuendelea hapo. Azam TV, ngoja nikukumbushe kuhusiana na Azam TV ambapo burudani nyingi zinapatikana Azam 1. Kule kuna tamthilia nyingi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa zikiwemo American pamoja na Snowfall, lakini pia Azam 2 nako pia mambo ni moto kweli. Ohan pia ipo kule kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili usiku. BSS Next Level ukipita kule kwenye sinema zetu pia utashuhudia kwenye hatua hii kali ya mchujo, ambapo tunajiuliza nani ambaye atakwenda hatua inayofuata kuanzia saa 2 usiku Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Utakuwa ukishuhudia. Lakini pia kwa mashabiki wa michezo, kumbuka NBC Premier League inaendelea, lakini nyingine kubwa, ligi kubwa duniani zinaendelea, Bundesliga, La Liga na nyingine nyingi. Kumbuka pia ukiwa na simu yako au smart TV yako pia unaweza kudownload application ya Azam TV Max app. Lipia mapema, kifurushi chako ni shilingi 28,000 tu ili uhondo usikupite, na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata ofa ya cha juu, kwani wahi mapema kabla ofa hiyo haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Sisi tunarudi hapa kuhitimisha na wakili William Madu kuzungumza hili la vyama vya siasa. Subiri kidogo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Sherewa. Mimi ni mtu ambaye Richi nifuatilie sana. Mimi ni mtu ambaye sipendi mtu aonewe. Sure. Kwa mimi sio
sio Mavoko nilimpigia simu, nilimfuata kwake. Bana. Nikamwambia mdogo wangu kuna kitu kinafuata juu yako. Chukua tahadhari. Yeye ungemwambia Heche alikufuata, nimemfuata nyumbani kwake. Akamwambia kwa sababu mimi sisi Wasukuma tuko hivi. Hatupendi kukaa na kitu ambacho kinaenda kuleta madhara kwa mtu. Mimi naheshimu career ya Mavoko. Toka anakuja anapambana na game yake na nini, na mimi kipaji chake. Mimi ni moja ya kaka yake ambaye hata alikuwa akipata issue yoyote tunakaa na Mavoko tunapiga story yangu mimi mwenyewe nikiwa na issue nakaa naye. Ni kina nani ambao walikuwa wanataka wampoteze, wakaanza kuzuia ngoma zake zisipigwe ambazo ulimpelekea taarifa wao ulizozipata? Sio yeye tu, hata si wenyewe tulishapotezwa. Friday Night Live. Time ya news update, lakini pia kibiashara zaidi itafuata, lakini tumesalia dakika chache za kuhitimisha mazungumzo yetu na wakili William Madu, tukiwa tunaangazia yale ambayo yanaendelea kwenye siasa, vyama vya siasa, Chadema wakiwa wamelimwa barua, CCM wakiwa wamelimwa barua, wakili akitufafanulia hapa kwamba kisheria imekaaje kwa wakati kama huu. Chadema inatakiwa kujibu nini? Kwanza wameshajibu kama wana barua jana, wameshawasilisha barua yao na wapeleka majuu barua nzuri tu yenye page takriban 50 na walika waandishi wa habari mtafute barua. Barua ina page 50. Nitakutumia baada ya kipindi. Wameshawasilisha majibu yao. Kwenye magazeti hapa sija. Wameshajibu barua ninayo nimeipata kama mdau. Ina takriban kurasa 50. Submission 50. Kwa hiyo wameeleza na mengine ambayo tulikuwa tunazungumza hapa wamejaribu kueleza na hoja msingi Mtei kama nilivyosema kwamba kauli ya mtu mmoja kwenye vyama haiwezi kuashiria kama ni msimamo wa taasisi husika, kwa sababu kila binadamu Mtei ana maoni. Huwezi kuwa na taasisi kadhibiti ukataka tu kwamba maoni ya organiza chama ndio maoni ya kila mwanachama. Kwa mfano nimetoa mfano tu kwamba taasisi hizo Madu zina uwezo wa kudhibiti wanachama kutoa maoni ndani ya chama. Huwezi kudhibiti Mtei wanachama milioni 8. Kwa mfano sisi wanachama inasema yenyewe inasema milioni 12. Itakuwa ni rahisi kudhibiti wanachama milioni 12. Itakuwa ni rahisi Zada akitoka mwanachama wa Chadema au wa CCM akizungumza kuhusu yaliyopo ndani ya chama, ni rahisi sana kumchukulia hatua. Of course ndio maana nasema kwamba Mtei ni kwamba inashindikana hiyo ambayo unasema kwenye siasa Mtei kila mtu ana maoni yake, lakini pia nchi hii huwezi kudhibiti maoni ya kila mmoja. Hoja msingi ni kwamba kama kauli hiyo sio msimamo wa chama, ndio nataka ni mstari kwamba kama kauli husika sio msimamo wa chama, basi ni muhimu sana ikabakia kuwa ni kauli ya mhusika. Na kama kuna viashiria vyote vya kijinai au mtu huyu ameteleza, kuna mahala mtu huyu ahojiwe, aitwe na mamlaka za kisheria, ahojiwe personally. Kuhukumu taasisi yote kwa kauli ya mtu mmoja wakati mwingine inakuwa sio sahihi sana. Lakini jambo jingine ambalo nataka pia nitumie fursa hii kama kushauri tu ni kwamba ni muhimu kama taifa pia mamlaka za nchi msajili na mamlaka zingine zikawa kidogo na ustahimilivu kwenye baadhi ya masuala, kwa sababu Mtei mimi nimekuwa nikiangalia baadhi ya kauli za kisiasa tu za majukwaani, na ukizichukulia kila statement unaandika barua unatishia kufuta kusitisha usajili, hatuwezi kufika nchi. Kwa kuna baadhi ya masuala ni mamlaka za nchi ziwe na ustahimilivu, ziwe na uvumilivu. Lakini la pili ni kwamba msajili wa vyama vya siasa ana chombo tayari kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa fungu cha 43 inasema baraza la vyama vya siasa. Kwa hiyo ni shauri kwamba ofisi hii ilitumie baraza lile kudissolve au kumaliza matatizo ya kisiasa yaliyopo badala ya kutumia marungu ya maonyo, barua. Sio solution sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji Mtungi na timu yake watumie uwepo wa baraza la vyama vya siasa kukaa mezani na wanasiasa hawa kumaliza matatizo walionao. Njia pekee itakayoduvusha hapa ni vyama hivi na msajili pale inapotokea kuna mushkil wa kauli au mkinzano wa maneno, watumie avenue ambayo tayari ipo Mtei ya baraza la vyama vya siasa kuzungumza na kumaliza mgongano. Lakini la pili ipo TCD ambao CCM, Chadema na vyama vingine ni wajumbe huko. Vitumike vyombo hivi kudissolve migogoro na ya kisiasa iliyopo nchini badala ya kuonyana, badala ya kutishana, kukamatana na kupelekana mahakamani. Mahakamani hakuta vusha nchi hii. Kwa tutumie avenues zizopo kuzungumza. Kwa mfano msajili ana baraza la vyama vya siasa, Jani Mwali limekaa Morogoro. Itumike hilo kwamba kama kuna issue mahala popote Madu kafanya au chama X kimefanya na msajili haliziki nacho,
kuandika barua, kutoa maonyo, kutishia, kufutiana, kupigana faini sio suluhisho sana. Baraza la vyama vya siasa lipo litumiwe kama chombo, kama organ ya kufacilitate, ya kusindikiza mazungumzo, na masuala haya yamalizwe kwa njia ya mazungumzo. Lakini tukitaka kila mwanachama wa chama cha siasa au tukitaka kila maoni yote ya vyama vyote nchi yafanane na maoni ya msajili, hatuwezi kufika. Au kama kila maoni ya chama cha siasa yafanane na anachokifikiria msajili, hatuwezi kufika na hatuwezi kunyasua nchi hapa tulipo. Kwa sababu mtei ni kwamba leo itazungumzia nchi ya maridhiano, kidogo niigusie hiyo. Sasa najaribu kuwaza kwamba maridhiano yatafanyikaje kama sisi wenyewe bado tunasigana kama nchi. Kwa sababu kiukweli ukiangalia kwa hali ilivyo ni kwamba tukienda kwa mtindo huu wa kuandikiana barua, wa kuonyana, kutishana, hata hiyo maridhiano napata wasiwasi kama anaweza kufanyika kwa ufanisi. Kwa njia pekee ya kutuvucha hapa ni vyombo hivi vya kisiasa vilivyopo, TCD, baadhi ya vyama vya siasa vitumike kufacilitate, kusindikiza avenues za kimazungumzo badala ya kutumia nguvu za huo ndio shauri wangu na ndio maoni yangu kwa watawala mamlaka za nchi. Bana, huyo ni wakili William Madu, tulikuwa tukizungumza naye bana. Shukrani sana. Shukrani kwa time yako. Shukrani kwa kutuunga mkono hapa. Naam. Na kutakia majukumu mema bana. Asante. News update inafuata muda mchache ujao, na nikukumbushe tu kwamba tutakaporejea pia kibiashara zaidi itakuwepo hapa. Wewe endelea kutuandikia maoni yako na yale ambayo unayaona. Kumbuka tupo live pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio.